tunakuinua mfalme wa neema. We give you glory, we give you glory, we give you glory. Lima soko la maadabu, rekanta la mazika, shaka la lima lobo, rekanta labo, shela la labo, shikara makanda labo, shika. Who is able to stand against the king only? Lima kanta la masuka la makanda labo, shika. Tunakutukuza mchana wa leo, tunakuinua simba wa kabila la Yuda, tunakupa sifa na utukufu na heshima. Tunakutukuza mfalme wa neema, tunakupa sifa na utukufu mfalme. Shaka la mazuka, lima mama kanda, lima zokotaya, ripa mama, lisandulo borikanda labo, shaka la malabo, shikala makanda. Lima soko la makandere bori kandara bosika, shaka la makandere bori pabo. Lima soko kala masaka. My God and my Father, King of glory, tunakutukuza mchana wa leo, tunakuinua mfalme wa neema. Ni nani kama wewe, simba wa kabila la Yuda? Nani kama wewe, Ebeneza? Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Haulinganishi na lolote Bwana. Lima mama shekala bala bozele bihandele bozika. Lima makandele boriala makandele bozika. Tukuka Bwana usiku wa leo, tukuka katika maisha yetu mfalme wa neema. Tukuka maana wewe ni Bwana, unatawala simba kabila la Yuda, unatawala mfalme wa neema, unatawala peke yako Bwana, unatawala peke yako Jehova, unatawala peke yako mfalme. We surrender our life to you, we surrender our life to you my Father, we surrender our life and our Savior in the mighty name of Jesus. We surrender the nation of Kenya unto you. We surrender the nation of Kenya, and you are able to hand our God, and you are able to hand our King. We surrender it to you, my Father. We surrender to the Lord of man. Lima soko la makanda, lika soko tala makande, rekanda la malabasika, lika soko tala makande, rekanda la malabasika. My Father, my God, katika jina la Bwana, ni nani kama wewe mfalme? Bwana, tunajifuna ndani yako, tunakujifunia Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo. Tunakujifunia mfalme wa neema, tunakujifunia mchana wa leo, tumekujidilia mfalme wa neema, ili tusije tukaibika kwa jambo lolote. Usiku wa leo tunakuita Mungu, tunakuita jemedari wa vita, tunakuita mfalme wa neema, tunakuita Yesu wa uzima. Ewe peke yako mfalme, maisha yetu kwako Bwana, tumejificha ndani yako Bwana, ili tusije tukaibika kwa jambo lolote. Tunaweka taifa letu mbele zako, tunainua Kenya mbele zako mfalme. Bwana wa majeshi, ukaonekane, ukatawale katika nchi yetu, ukatawale katika mji wa Namanga, ukatawale katika kaunti ya Kajiado, katika jina la Bwana, katika jina la Bwana. We worship your name, our God. We magnify your holy name. Kiala makanda labo, lima sakala makanda, lekanda la masika, leba sokota la makanda. Our God, arise our Savior, my God and my Father. In the name of Jesus, the Bible says, let God arise, let his enemy be scattered, O God. Arise in Kenya, my Father. Arise in Kenya. Arise in Africa. We say yes to your will, O God. We say yes to your will, my Father. We say yes to your will, our King. We say yes to our Lila Makande, Lilian Valley, my God. Katika jina la Bwana. Thank you, Lord. We worship your name, my God. Tunakataa kila hali zote, tunakataa kila hali zote katika jina la Bwana majeshi. Tutaishi katika jina la Bwana. Natangaza ya kwamba tutaishi, tutakufa. Tutaishi kutangaza mema ya Bwana, tutaishi kutangaza wema wa Bwana katika jina la Bwana majeshi.
wema wa Bwana katika nchi yaliyo hai. Katika jina la Bwana hatutakufa bali tutaishi. Katika jina la Bwana tunakubaliana mapenzi yako, tunakubaliana makusudi yako Bwana, tunakubaliana Bwana na yale unayotenda, tunakubaliana Jehova na yale unayotenda Bwana, na yale unayosema Bwana, katika jina la Bwana. Ni nani kama wewe mfalme? Nani kama wewe Ebeneza? Nani kama wewe Mungu wetu? Ikaramalaba, ikaramakanda, ikandarabozika, imalamazike alama, ikandamazika, imasokodamakanda. The name of the Lord is our canopy. The name of the Lord is our refuge. The name of the Lord is everything in us, O Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless your name. Our Father, we bless your name, Jehovah. Jehovah, we bless your name. Jehovah, we bless your name. Jehovah, we bless your name. In the name of Jesus Christ. Lima soko lama kanda, shaka lama kanda rebosika. My God, victory belongs to Jesus. Victory belongs to you, our God. Victory belongs to you, my Lord and my Savior. It belongs to you. No one will take your glory. In the name of Jesus Christ. Tuwatangaza makusudi ya Bwana katika mji wa Namanga. Tuwatangaza makusudi ya Bwana katika nchi yetu ya Kenya. Tuwatangaza makusudi ya Bwana dhidi ya Nairobi. Tuwatangaza makusudi ya Bwana kwa malango yote ya Kenya. Katika jina la Bwana tunakataa roho ya fear. The Bible says that we have not been given the spirit of fear, but of sound-minded. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship your name, our God. Lema sokala makanda, riba mama makando, shakala makanda rabosika. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunakutukuza Bwana. Asante kwa ibada ya leo. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunakutukuza Bwana wa uzima. We give you glory, Lord Almighty. Tunakutukuza Bwana. Tunakuinua Bwana wa uzima. Tunakuinua Mfalme mwenye uweza. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. We give you glory. We worship your name. Thank you, Lord, because of this time. I pray, my Father, that you may give me a tank of Elena or all and quicken my spirit, that I might speak your will, that I might speak your word, O Lord. Thank you, Jesus. We bless your name. We glorify your name, our God. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. It's a privilege and an honor that the Lord has given us this wonderful time once again to come live through this media. I want to welcome you all, wherever you are, watching us, wherever you are. Yes, come in, welcome a friend, tag a friend, invite a friend, so that we can be blessed together in Jesus' name. I know this day the Lord has made, and we shall be glad in it, and we shall praise Him. Every day is a gift the Lord has given unto us. Every day is a gift. And God is so gracious that every day, He given us a gift of a day. To live every day is a gift. There are those who did not receive this gift called today, and they are no more human beings, they are dead. We thank God that He has given us this time to be at His presence, to worship Him, and to exalt His name. In Jesus' name. The worship, the service of worship that we come and worship the Lord is the primary reason why God created a man. The Bible says,
these people I found for myself that they may declare glory and worship unto me. That is Isaiah 21 verse 23. For these people I found for myself that they shall declare praises unto me. So these are our primary reason why we live. Mungu anataka sana tu mwabudu, ndio maana akatuumba. Nitaendelea neno la Mungu ambayo tumekuwa nayo wiki hii yote. Hii ni siku ya 7 katika siku zetu za maombi ya kuomba usiku, night prayers ambayo tunaendelea na I've been talking about prayer. I've been talking about prayer, particularly this 3 days ago. I've been talking about the heart of the intercessor, the ministry of intercessory, and I'm talking about particularly the heart, the behavior, or how somebody become effective an intercessor. I've said, as I start, this is how I've been starting that we need this kind of ministry, because when we lack them, when we lack intercessory, a believer, the greatest sin a believer can do is failing to pray. Dhambi kubwa ambaye muumini anaweza fanya ni kutuomba. Kwa hivyo when we pray, we actually carry the burden of God. Na nimekuwa nikianza nikisema, a nation, a city, a family without an intercessor will experience spiritual blackout, spiritual calamities. We must pray. We must pray. This is the word of Jesus Christ. He always tells and teaches the disciples that they must pray. Amen. If you are born again and you don't pray, you are not connected to the charger of power. You are not praying. You are not. I think the mark of every true church, every true believer, is a mark of prayer. If you are a prayer person, you live in prayer. Hallelujah. Amen. So I want to continue from where we left, and I've been talking about the heart of the intercessor, full of mercy, humility. We have talked about it, and I want today full of groaning. Yesterday we are talking about groaning, that kind of a deeper cry that the word of human being cannot understand, cannot tell. Groaning, ile kuugua katika moyo wa mtu, ile kilio ambaye sio tena unalia, lakini unaugua ndani yako, kunaugua kwa sababu ya kilio fulani. Mathayo 9:36 hapo ndo tutaanza. And I know the Lord will bless us. The Bible says, when he saw the crowd, he had compassion on them, because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Na alipowaona makutano, aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Hallelujah. This is Christ Jesus, our Lord. The Bible says, when he saw the crowd, men and women who are following him, many of this kind of crowd were following Jesus because of various reasons. Some of them are coming with the sick. Some of them are coming with crippled people who are disabled, crippled. Some of them who are coming with little children. Some of them are coming with a lot of family issues. Some of them are coming with different kind of reasons. And Jesus said, and the Bible says, when he saw the crowd,
He had compassion on them. He had compassion on them. Hallelujah. This is what Jesus was in the heart of Jesus. In the heart of Jesus, there was a lot of compassion after he saw a crowd of people coming unto them. Alipoona mkutano, akasema, Biblia inasema akawahurumia, kwa sababu akaanza kupeana sababu. Vitu wa kwanza walikuwa wamechoka na wamekawanyika. Walikuwa ni watu wasio na matumaini, because he said he had compassion on them because they were harassed and helpless. Hallelujah. When our hearts are full of compassion, we tend to translate things the way beyond our the normal appearance. Right now the world is helpless. We are at a time when everything seems to be helpless. Education is helpless. Scientific language and our world is helpless. Everything is helpless. Money, helpless. But Jesus looked at them and he felt compassion. He had compassion on them because they are already harassed by a situation and they are helpless. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, compassion was a motive in the ministry of Jesus. Compassion moved Jesus into action. Compassion, as I said the other time, compassion is not sympathy. We may sympathize with people, but we do nothing to help them. Compassion is not sympathy. Hallelujah. Amen. Anytime when you see somebody with compassion, unasikia huruma ile ndani. Hiyo huruma itakusukuma ufanye kitu. When Jesus was moved with compassion on the multitude, he immediately called for laborers to go forth into the harvest and minister to the need of the multitude. Praise the name of the Lord. Wakati Yesu alipoona makusanyiko ya watu, akawa na huruma. Mara moja akawaita watendakazi waende kwenye shamba wakapate kushughulikia mahitaji ya umati. Hiyo ndio alifanya. Because alisema he saw the multitude na akaona they are harassed and helpless, and they tell his disciples, the harvest is right, but the laborers are few. Let us now call the Father who sent the laborers. Praise the name of the Lord. When Jesus, he saw them and he was compassionate on the multitude, immediately he called for laborers to go forth into the harvest and minister to the need of the multitude. Amen. It is our high time as children of God, as we see the need of the world, that we call the laborers, men who can labor in prayer. Let me tell you, the things of God are back in the room of prayer, in the upper room, not in the supper room. We push the will of God to happen on earth when we go back to the upper room, a prayer house, not in the supper room, and we push things to happen. Let's read 14:14 of the same book. Matthew 14:14. Tuone vile Yesu anasema. Kasema Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia. Hapa tena amewahurumia tu tena. Akawaponya magonjwa yao. When Jesus landed
landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed them. Heal the sick. Praise the name of the Lord. Nasema Bwana asifiwe. So kila ambaye ilikuwa inamsukuma Yesu akafanye muujiza. Akafanye muujiza kusaidia watu kwa sababu kitu ya kwanza anaona huruma. Ndio maana anasema kwamba jana nikasema kwamba huruma ni sehemu ambayo imekuwa targeted. Adui ametegea sana, amelenga sana hapo ili kapate kuondoa huruma ndani ya watu, ili watu wakapate kuishi kama wanyama kwa wanyama na wengine. You can no longer feel as a human being. Uone huruma kama mtu mwanadamu. When compassion motivates our ministry, we are not contented unless souls are brought to Christ. The sick are healed and the people are blessed with the fullness of the gospel. Wakati kanisa, wakati huduma yetu inakuwa inasukumwa makusudi, motives yetu inakuwa tunasukumwa na huruma, hatutatosheka na wale watu wachache tulionayo, hatutatosheka na ibada ya kukusanyiko ya Sunday peke yake, hatutatosheka na wale watu wachache wanayotufuata, lakini tutapambana na tuone kwamba wagonjwa na walio na mashida mbalimbali wamebarikiwa, na zaidi ya yote watu wamebarikiwa na neno la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Kitabu cha Mathayo ya Marko 1:41. Let's just read, tuone vile Yesu alipokuwa akifanya na tutabarikiwa. Amen. Amen. Just read that book as we finish. Nasema naye akahurumia, akanyoosha mkono wake, akamgusa, akamwambia, nataka takasika. Hii ni baada ya Yesu kumponya ule mtu mwenye ukoma, wale watu wenye ukoma. Anasema hivi, akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kumpigia magoti na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akamhurumia. Ule mtu alikuwa na ukoma na anamkujia Yesu, amwambia kama unataka. Na Yesu kila wakati roho yake imejaa huruma. Kwa nini leo hii tunaona watu kabisa, hata katika kwenye makanisa, hata katika huduma, watu wanakaa unyama, watu wahurumii watu wanakaa, tunaishi katika society ambayo man eaters, watu wanakula wenzao kwa sababu hakuna huruma. Hakuna. Na huruma ikiondoka, watu wanaweza kufanya chochote kile. Na ndio maana mara mingi Mungu ukasirika katika hali kama hii. Kusoma hiyo kitabu mlango wa 6 mstari wa 36, anasema akawaaga watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando wakajinunulie chakula. Akajibu awaambia, wapeni ninyi chakula. Akawaambia, je, twende tununue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Kawaambia, nayo mikate mingapi? Nendeni mkaikasanye. Sasa hapa najaribu kupatia uone ile picture mahali Yesu aliwalisha wale watu 5,000, na maandiko inasema kwamba aliangalia na akahurumia, na akamwambia wanafunzi wake, akamwambia aruhusu hawa watu waende wajinunulie chakula, maana mkutano imekuwa kubwa,
na watoto wanalia na hakuna chakula. Na Yesu akamwambia wapatieni chakula. Akasema hakuna. Na akawahurumia akasema chakula gani mlio nayo? Nataka niseme ya kwamba hatuwezi kuomba Mungu kwa njia ipasavyo pasipokuwa na huruma. Our prayer, kando na kusukumwa na huruma ama na tuwe na mzigo ya maombi, lazima maisha yetu ijawe na huruma. Unahurumia watu hata pasipo na mahusiano yoyote ya kidamu, unawahurumia tu. Jina la Bwana tukuzwe. Unawahurumia tu sababu umejaa huruma. Mtu wa Mungu anapaswa kuwa amejaa huruma. Kanisa la Kristo Yesu, ndio maana leo kuna vilio vingi ambayo zinafikia Mungu na hatujafikia kama kanisa, kama wateule, na inamfikia Mungu. Let me tell you, anytime a genuine cry and reach unto the Lord, and you are there as a child, as a woman, as a man of God, and you don't carry those burden of God you yourself, God will do on his own way, and when he do, you are irrelevant there. Yani wakati Mungu anashuka kujibebea mzigo yeye mwenyewe, mayatima wanalia, wajane wanalia, maskini wanalia, na umeziba masikio yako, hutaki kusikia hiyo kilio, na uko na uwezo ya kutenda, ya kuwasaidia. Mungu anashuka, na akishuka kutekeleza yeye mwenyewe, wewe uhitajiki pale. Mungu anafanya in his own way. So lazima tuwe na huruma ili tukapate kubeba mzigo za Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya usiku ya leo. Naomba Bwana, kama kuna exchange ambayo imefanyika katika mioyo yetu, tunatembea bila huruma, tunatembea bila upendo, tunatembea bila kuhurumia watu wenzetu, wagonjwa, maskini, yatima, wajane, Bwana ninaomba kusamehe na uturehemu katika jina la Yesu. Tujaze roho ya upendo, kanisa lako likabebe mzigo yako Bwana, katika jina la Bwana. Ninaomba usiku wa leo, Mfalme wa neema, ukapate kujidhihirisha uwezo wako na neema Bwana, katika jina la Bwana. Asante Kristo Yesu, maana wewe ni Mungu. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe, Mfalme wa neema. Tunakutukuza Bwana. Tubariki Bwana usiku wa leo, tunapoendelea katika nafasi hii ya kuomba Bwana, kutafuta uso wako. Naomba Bwana upendo wako ikatembee pamoja nasi, neema yako Bwana iwe juu yetu, katika jina la Yesu. Tunajifunika kwa damu ya Yesu, tunafunika nyumba yako kwa damu ya Yesu, tunafunika mji huu kwa damu ya Yesu, tunafunika kaunti ya Kajiado kwa damu ya Yesu, tunafunika Kenya kwa damu ya Yesu. Bwana utulinde na tuhifadhi. Tunatangaza makusudi ya Bwana katika majira haya, tunatangaza makusudi ya Bwana katika ibada hii, tunatangaza makusudi ya Bwana katika dunia nzima, katika jina la Yesu. Ulichokusudia Bwana, Bwana ikapate kutenda katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu ya kila mmoja anayetufuata katika mtandao, aliye katika mji huu. Bwana wa uzima, dhihirisha uwezo wako na neema katika jina la Yesu. Na tunasimama kinyume na kila nguvu zote za giza, tunasimama kinyume na kila uweza, tunasimama kinyume na kila madhabahu katika jina la Bwana. Kila mipango ya giza, mishale ya giza zinazotumwa ya uovu, katika jina la Bwana, inayoleta via, katika jina la Bwana, katika jina la Bwana, we cancel every word, we nullify every book, we nullify every spoken word in the name of Jesus Christ, and we declare the blood of Jesus Christ at this atmosphere in the name of Jesus Christ. Natangaza tutaishi kutangaza wema wa Bwana katika jina la Yesu. Natangaza baraka juu ya maisha yako, uso wa Bwana ikuangazie popote mahali utaenda, kazi yako Bwana. Natangaza baraka kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tunaomba na kuamini, na kila mmoja aseme amen. 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 God bless you. God bless you for coming. Tutaonana kesho wakati kama huu mahali hapa, na Mungu wa mbinguni akubariki. Tag a friend.